Kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia kupitia wanasheria wake imefanikiwa kumrejesha uraiani mwanamke mmoja mkoani Mwanza anayejulikana kwa jina la Zulfa Joseph ambaye alihukumiwa kifungo cha miezi 3 jela au faini ya shilingi 500,000 huku mwenyewe akidai kuwa kitendo cha kukosa usaidizi wa kisheria mahakamani ndio chanzo cha yeye kuhukumiwa kifungo hicho. Zulfa mwenye umri wa miaka 19 akiwa na mtoto wake alihukumiwa kifungo hicho katika gereza la Butimba mkoani Mwanza, huku mwenyewe akieleza sababu ni mwanaume aliyemshtaki kumtaka kimapenzi na yeye alipokatalia ndipo mwanaume huyo akamshtaki mahakamani kwa kosa la matusi na ndipo mahakama ilipompa adhabu hiyo. Hata hivyo, alipokuwa gerezani, timu ya wanasheria wa Mama Samia walifika katika gereza hilo ndipo walipomsikiliza vizuri shauri lake na wakamsaidia kumtoa nje na sasa anatumikia kifungo cha nje. Kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia bado inaendelea kutoa msaada wa kisheria hasa kwa wananchi wanaokosa msaada mahakamani kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo ukosefu wa fedha za kuwalipa mawakili. Hivyo jamii imewaswa kuendelea kuitumia fursa hiyo ili kupata usaidizi na utatuzi wa migogoro yao. Nimefika pale kujieleza, nikawaambia mimi sikuwahi kumtukana na sijawahi na sitarajii kumtukana. Lakini baadaye wakasema nirudi kwenye ripoti Jumatatu nilivyodhaminiwa. Nimerudi Jumatatu, yule baba akakataa kufuta kesi, akasema kwamba kesi yake anahitaji iendelee iende mahakamani. Nimefika mahakamani na hatimaye mimi kufungwa kwa sababu ya ushahidi kutokujitosheleza kwangu. Nilikosa ushirikiano kwa kutolewa ushahidi. Ilibidi nijitetee peke yangu. Nilivyojitetea peke yangu, ushahidi bado haukutosha, nikahukumiwa miezi 3 au faini ya shilingi 500,000. Mimi sikuwa naweza kutoa shilingi 500,000. Nikabidi kuhukumiwa kwenda gerezani. Nimeenda gerezani Butimba, nimekaa ndani ya mwezi mmoja na wiki moja. Kampeni ya Mama Samia ikatuma wanasheria wakaja kunisaidia. Wamekuja siku ya tarehe 21. Wamekuja wakanisikiliza, wakanipa kweli fursa ya kunisikiliza, nikajitetea, nikajieleza. Walivyonisikia hivyo kiukweli nilifurahi, walinisaidia, nikaondoka tarehe 25 mwezi wa 9. Namshukuru Mungu, nilivyofika kweli nilifanikiwa kutoka nikafika uraiani. Najisikia vizuri kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijakifurahia. Kukaa gerezani nikiwa na mtoto wa miaka 3. Ni kitu ambacho kiliniumiza kwa sababu sina wazazi alafu nikae gerezani na mtoto. Sikupendezwa na ile hali. Kiukweli kwa sasa nisiwe muongo, sina chochote ninachojishughulisha nacho. Isipokuwa kuna pesa ambazo mwanangu alikuwa amepewa kama zawadi mle gerezani. Ndizo nilinazozitumia kwa sasa hivi. Lakini baadaye sijui hata nitafanya kazi gani kwa sababu nipo na mtoto. Hata nikisema nitafute hotelini, nani atanisaidia mtoto? Nilikuwa naomba msaada kwa hili. Hata angalau nipate pesa labda ya kujiendeleza kimtaji, wenda naweza nikafanya mtaji ili niendeleze maisha yangu na mwanangu. Kwa majina naitwa Eva Faris Mkonyi, kwenye nafsi la msaada wa kisheria kutoka halmashauri ya jiji la Mwanza. Kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, walikuwa wanapita vizuizini kwa mikoa ya kanda ya Ziwa kwa ajili ya kuona wafungwa pamoja na mahabusu walioko gerezani. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 9 tulipita katika gereza la Butimba lililoko mkoani Mwanza na tulikutana na wafungwa mbalimbali akiwemo Zulfa Joseph ambaye tulimkuta na mtoto akiwa gerezani. Kwa mazingira yake na ya mtoto kule gerezani kwa kweli hayakuwa mazuri. Tukaanza kufuatilia mwenendo wa kesi yake ilikuwaje mpaka hukumu ikatoka, na tukaona iko haja yeye kuweza kupata msaada kutumikia kifungo cha nje kwa sababu bado ana mtoto mdogo na mazingira ya gerezani kwa mtoto mdogo yalikuwa sio rafiki. Bado jamii iendelee kupata uelewa kwamba kampeni hii ya msaada wa kisheria inawasaidia watu wote katika hali zote, especially watu ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za mawakili. Wale ambao wamenyimwa haki zao, hawajui wapate wapi haki zao, watapata elimu lakini vile vile pia watapata msaada wa kisheria pale ambapo wanahitaji msaada wa kisheria. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.